Kama umezoea kupiga picha kwenye simu na kuposti hivyo hivyo wakati kuna AI, basi unafanya kosa moja kubwa sana. Kwenye hii video nitakwenda kukuelekeza namna ya kutumia AI kuboresha picha zako ziwe kali sana. Haijalishi unatumia simu aina gani, haijalishi umepigaje, haijalishi kamera iko vipi. Sasa hii ni njia ambayo nimerahisisha sana kwa wewe mtumiaji ambaye ni mtu wa kawaida. Tazama video kwa makini mpaka mwisho. Mimi naitwa Vinei na hii inaitwa Vinei TV na hivi ndivyo tunafanya kila siku. Hii ni video ambayo nimerahisisha mambo kiasi kwamba ninachokifanya hapa ni kudownload picha yoyote ya mtu ambayo ninaweza nikaitumia kukuelekezea. Kwa hiyo ngoja ni download hii hapa. Kama wewe ni mwenye nayo unatazama hii video, samahani bwana, tumeikuta Google. Na utachokifanya sasa, utaenda kwenye Chrome au browser yote unaitumia, utaandika digitalsoko.com, hii .store kama nilivyoandika hivi, digitalsoko.store. Ninachokwenda kufanya huku, utachokwenda kukifanya wewe, uta sign in au uta sign up. Kama ni mgeni, uta sign up kwa kugusa hapa. Utaandika jina, kwa mfano naweza nikaandika, utachotakiwa hapa ni ku sign in. Kama uja sign in, unahakikisha ume sign in, then utanifollow. Hii nimeweka makusudi. Kwa hiyo ukinifollow utagusa access content. Access content utakutana na kitu kama hiki. Sasa nitaanza kukopi moja hapa. Nitaanza na hii studio quality. Studio quality prompt yake ni hii hapa. Hizi ni prompt ambazo hakuna prompt kama hizi kukurahisishia wewe mtumiaji. Kwa hiyo utakopi, ukigusa copy inakuwa imekuwa copied moja kwa moja kwenye clipboard. Kwa hiyo nitakachokwenda kukifanya next ni kuingia kwenye Gemini. Ukiingia kwenye Gemini itakuwa hivi. Nitatoa hiki kitaarifa, nitagusa hapa, then nitachagua images hapa. Baada ya hapo nitagusa hapa kwenye kuupload. Nikigusa hapa nitaenda kuweka picha yangu, nita agree, utagusa upload file, allow permission kama hujawahi kutumia. Okay, picha yetu ile ni hii hapa tulio download muda ule. Nita import picha, then nita paste prompt. Nitashikilia ile eneo na kugusa paste. Nikipaste nita run. Unaona hapa mtu ni yule na inapatikana hii picha ambayo ni studio quality. Lakini changamoto ni haka kanembo. Nitakwenda kuelekeza namna gani ya kukatoa. Kwanza nitagusa kwenye download hapa. Kampuni nyingi sana za kubeti, lakini kuna hii inaitwa BetWinner. Sasa hivi wako kwenye promotion. Kwa hiyo ni mpya, ijapo si mpya sana hivyo, wanatoa zile zinaitwa promotional offer, na kuna hii inaitwa promotional code. Promotional code ni kodi ambayo itakusaidia wewe kupata offer za promotion. Na mimi nimepewa moja pia ambayo ukiitumia wewe utapata offer kibao unapo deposit, unapojiunga, unapoitumia. Tumia promotional code hiyo unaiona kwenye screen imeandikwa Vinei 10 kwa herufi kubwa. Ukienda sehemu ya promotional code, promo code, utaweka hiyo ya kwanza. Prompt tuliyoitumia muda ule ni hii imeandikwa studio quality hii hapa, ambayo prompt yake ni hii. Na jinsi ya kuikopi, button inakuwepo chini baada ya prompt ambayo ni hii. Prompt nyingine ni hii hapa, nimeandika portrait enhancer. Hii inakuboresha quality ya picha bila kubadilisha muonekano wa picha jinsi ilivyo. Kama ya kwanza inabadilisha inakuwa kama ni studio quality, lakini hii itakuwa ni picha ile lakini imeboreshwa. Kama ulipigia kwenye simu yenye kamera ya kawaida au mwanga ulikuwa vibaya, basi hii ndio prompt sahihi. Prompt yake ni hii, then button ya kukopi inakuwepo chini baada ya prompt ambayo ni hii hapa. Utagusa copy text. Nikicopy text nitarudi kwenye Gemini. Nitafanya kitu kile, nitagusa alama ya jumlisha, nita upload file, nitachagua image, then nita paste prompt. Na ukitaka itengeneze sura yako vizuri, ni vizuri kutuma picha ambayo umepiga upande wote, maana yake upande wa kushoto, kulia, kwa mbele, kwa juu, kwa chini, ili AI kufahamu vizuri engo zote. Kwa hiyo ukifanya hivyo utapata matokeo mazuri zaidi ya haya. Japo hata ukifanya hivi tunaona matokeo bado ni mazuri. Ngoja ni paste hii. Unaona ni picha moja ya kawaida sana. Yaani ni picha moja ya kawaida sana, lakini kwa kutumia hizi njia tunakwenda kuboresha hizi picha.
na baadaye nitakuonyesha jinsi ya kutoa haka kanembo. Kwanza nikuonyesha prompt jinsi ya kuzitumia. Matokeo niliyokuja kuyapata ni picha moja kali sana kama imepigwa kwenye simu ya bei kubwa. Ukiangalia ni picha ile ile, hakuna kitu kilichobadilika. Mtu ni yule yule, mazingira ni yale yale, ila imeboresha rangi, imeboresha quality na kila kitu. Kwa hiyo tuta download kwa kugusa hapa kwenye alama ya download. Tatu ambayo ni hii nimeandika soft enhancer. Hii inakuwa kama 3D fulani ambayo ni soft. Wanapendeka sana kutumia wadada, lakini kutumia filter na hii ni kwamba hii hapa inaunda image from scratch ikiwa kwenye muonekano huo. Kwa hiyo prompt yake ni hii hapa. Ni prompt kubwa sana kwa sababu ya kitu kinachokwenda kufanyika ni kikubwa sana pia. Hii nitatest kwa mdada na pia kwa na zile prompt mbili za juu zinakubali kwa kila mtu. Ibagui. Kwa hiyo nitakopi hii hapa text, nitarudi kwenye Gemini. Nitaweka, ngoja niweke picha niweke kwanza hii ya ujamaa, weka prompt ile ile, then nita run. Baada ya kuweka ile soft enhancer, unaona nimepata kitu kama hiki. Sasa ukiangalia ngozi na kitu kama nguo, mlango, vinakuwa kama 3D lakini sio 3D sana, kwa hiyo inakuwa ni soft 3D. Matokeo ni haya. Unaona tofauti ni mkubwa sana, na hii picha ya pili ni nzuri pia. Changamoto ni ile ile, haka kanembo. Nitakwenda kukatoa, usijari. Ngoja tufanye kuidownload. Prompt nyingine ambayo hii prompt sasa, ngoja kwanza niende kuisema sahihi. Hii nimeandika inaitwa fish eye portrait. Prompt yake ni hii chini. Kama kawaida kukopi unagusa chini ya prompt. Nitaweka prompt, nitapaste, then nitarun. Okay, picha yetu imekuja hivi. Na mara nyingi kwenye kuitumia hii prompt sasa, hapa ndio sehemu ya kusikiliza kwa makini. Unaweka picha yako yoyote ile. Kama umeona nimeweka picha ya jamaa, nimepaste prompt, nimepata picha kama hii. Sasa picha yoyote utakayoweka ukapaste ile prompt, utapata nguo kama hii, na utapata rangi kama hii, utapata pia kofia kama hii, na miwani kama hii, na shati jeupe na raba nyeupe. Hivi vitu vitajirudia kwenye kila image. Kwa hiyo ukitaka uwe wa kitofauti kwenye hizi image, unaweza kuiendeleza kwa kuiambia hapa badilisha nimepata picha nyingine ambayo ni hii. Mavazi imeamua yenyewe kwa sababu sijaiambia, na ni picha kali na ni mtu. Unaona pia huyu mdada sura ni ile ile, na imebadilisha nywele, kofia kama kawaida ni nyeupe, jacket ni lile lile, labda ni nyeupe. Kwa hiyo hii ni sheria ambayo prompt hii lazima upate sweta kama hili, shati ya ndani kama hii, kofia kama hii, na raba kama hizi. Pia rangi ya nyuma inakuwa hivi. Kwa hiyo unaiambia, naweza nikaiambia badilisha, weka nguo fulani, au nikatuma picha yangu. So hii ni prompt ambayo pia ni kali sana kuitumia. Na prompt ya mwisho ni hii. Kwa hiyo hii prompt nimeita sunlight portrait. Okay, baada ya kukamilisha na hii ndo nilielekeza mwanzoni. Utaenda kwenye edit photo, utachagua picha yako. Kwa mfano picha yetu sisi ni hii. Okay, ngoja nichague hii ambayo ni nzuri zaidi. Utaenda sehemu ya edit hapa, utaenda kwenye edit, then utaenda kwenye remove. Ukienda kwenye remove, hii Epic haitaki, unaweza download kwenye Play Store then ukafanya hivi bila kutumia mambo ya pro wala nini. Utaenda kwenye standard hii hapa. Ukienda kwenye standard, ita download kitu kama hicho ambacho kinakuwa kitumii sana data zao. Kwa hiyo utazoom. Kwenye Epic ni vizuri kizoom, then una zoom, alafu unachola haka kanembo kote bila kuachia, kwa sababu ukiachia itaanza kuprocess. Okay, unahakikisha kamezibwa. Ukiachia itafuta kama hivi.
Pia kuna pembeni kuna vitu sijavielewa hapa na vifuta. Kwa hiyo hapa nakuwa nimeshatoa alama ya Gemini na picha inakuwa tayari kwa matumizi. Unaweza kuposti. Ni picha ambayo imepigwa kwa kamera ya kawaida, lakini check quality sasa hivi ni picha moja kali sana. Kama kawaida utasave image. Hicho ndicho ambacho nataka nikuonyeshe kwenye video ya leo, na mimi naitwa Vinei. Basi kama umependa video unaweza kusubscribe, kama hujawahi kusubscribe, kama hujawahi kulike basi unaweza kulike. Kama umependa video utakuwa umetisha sana.